Tunaendelea na part B ya ufufuo na uzima. Kwa hiyo tumeona kuumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Mfano ndio hiyo physical appearance ya kwetu ya mwili, pua, Mungu ana pua, macho, mdomo, masikio, mikono, miguu, everything. Alafu pia sura ya Mungu ni kama sisi, ule uhai Mungu aliyotukulizia ndani yetu. Ule uhai manake unafanana na Mungu, manake ule haufi, una uzima na milele. Kwa hiyo unafanana, ndio sura ya nani? Ya Mungu. Ile roho zilizoko ndani yetu, ile ambayo ni ule uhai ambao uko ndani yetu, ile pumzi ya Mungu ambaye ni roho pamoja na nafsi. Maana wewe mtu ukifa, sio kama unakufa, hapana. Unatolewa tu kwenye huu mwili hili ganda hili, lakini unaenda kule unajielewa na unajitambua. Kwa hivyo nafsi yako ndio zimebebwa, ufahamu wako imebebwa, nia yako ipo kwenye nafsi, ufahamu wako, maarifa, maamuzi, utashi kwenye nafsi, na kujitambua na kuhukumu zote ziko mle mbele na akili na ufahamu. Ukiacha nje huu mwili, huu bongo, sijui akili, hizo si kumbukumbu na nini, yote ukiacha wewe kutambua. Maana hata kama ukifa unakuwa na kumbukumbu zile zile na ufahamu ule kama ulivyokuwa kwenye mwili. Unaona, itakayohukumiwa ni roho yako, kwa sababu yenyewe itakuwa inatambua. Kitoto chako kitafungwa na utaenda kuhukumiwa mbele za Mungu kwa matendo ambayo uliyafanya ndio uko ndani ya mwili vile vile. Lakini kwenye mwili roho ikishaondoka, ili dongo ambao ni mwili, akili zinapotea na ufahamu unapotea na linakuwa lina uhai. Hiyo inakuwa ni kama nafsi hiyo kufa tayari imeshakufa. Maana alijitambui tena. Maana hivyo kwa viko ndani yake vinaipa uwezo na nguvu, na akili na ufahamu na uwezo wa kufanya kazi na utendaji kazi na kumbukumbu na kila kitu imeshatoka. Ilikuwa vinaendeshwa na nini? Na ile pumzi ya uhai ambayo Mungu aliachia ndani yake. Kwa hiyo sasa tumeangalia mfano wa Mungu, binadamu hapo kwa ufupi. Sasa tunaangalia huyu mwanadamu, tumeshagundua ana roho au ana uhai ndani yake, pia ana mwili. Alafu pia sasa tuangalie kuna vifo vya aina ngapi? Mbili. Na vifo vya kimwili na vifo vya kiroho. Kifo cha kimwili ndio hiki ambacho kinatokea kwenye mwili kabisa, huwa damu na nyama. Mtu anakufa, anazikwa, na yeye atakuja kufufuliwa siku ya mwisho.